Sikiliza hii video. Iko hivi. Unaposhiriki tendo kwa mara ya kwanza au ni muda mrefu umepita haujashiriki tendo la ndoa, ukishiriki tendo siku ya kwanza, ni kawaida mwanaume ukamwaga kwa haraka. Na hii ni kwa nini? Hii inatokana na mwanaume unavyokuwa umekaa muda mrefu bila kushiriki tendo au hujawahi kushiriki tendo la ndoa, utengenezwaji wa mbegu kwenye korodani huwa unaendelea kama kawaida. Kwa hiyo unavyokwenda kushiriki tendo, kutokana na mbegu zinakuwa ziko nyingi kwenye korodani, unapokwenda kushiriki tendo kwa mara ya kwanza, zile mbegu huwa zinataka kutoka kwa haraka. Ndio maana unajikuta ndani ya sekunde tu tayari umesha mwaga. Hiyo ni sababu namba moja. Sababu namba mbili ni kwamba unakuwa na homoni ya testosterone inakuwa iko juu sana. Inavyokuwa juu zaidi unapokwenda kushiriki tendo katika raundi ya kwanza, ni kwamba hisia au msisimko unapanda, unakuwa juu. Kwa utajikuta unapokuwa unashiriki tendo ndani ya sekunde chache, kama ni mara yako ya kwanza kushiriki tendo au ni muda mrefu umepita bila kushiriki tendo la ndoa, utajikuta unamwaga. Na inaweza ikatokea hivyo katika raundi ya kwanza na ikatokea hivyo hivyo katika raundi ya pili. Hili jambo linapotokea kwa mara ya kwanza ni jambo ambalo ni la kawaida na si tatizo. Ila litakapokuwa endelevu, zaidi limekuwa likikutokea hivyo, linaweza likabadilika kuwa tatizo. Na kama itaendelea hivyo, nini cha kukifanya? Kuna njia nyingi ambazo nimefundisha namna ya kujizuia kumwaga kwa haraka, lakini pia kuna vyakula ambavyo nimeelekeza na kuna mazoezi mbalimbali ambayo nimekuwa nikifundisha. Na kama utashindwa kurudi katika hali yako ya kawaida kwa kuzingatia vyakula pamoja na mazoezi, manake hapo sasa inaweza ikahitaji matibabu. Kwa hiyo utachukua namba kwenye bio, tutashauriana nini ambacho unaweza ukafanya kulingana na changamoto yako ili urudi katika hali yako ya kawaida, ambapo ni aidha unaweza ukatumia vyakula pamoja na kufanya mazoezi au ukatumia matibabu kulingana na ukubwa wa changamoto yako. Kwa hiyo popote ulipo unaweza kuchukua namba kwenye bio alafu tutawasiliana. Karibu sana.